ya umwagiliaji imepanga kutekeleza miradi mbalimbali ya umwagiliaji nchini zikiwemo skimu za umwagiliaji za Udima na Mbwasa zilizopo katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa skimu za Udima na Mbwasa kwa ajili ya ujenzi. Taratibu za manunuzi kwa ajili ya ujenzi wa skimu ya Mbwasa umekamilika mwezi Februari mwaka 2025 na mkandarasi amekabidhiwa eneo la mradi. Aidha, skimu ya Udima ilitangazwa kwa ajili ya kupata mkandarasi ila taratibu za manunuzi hazikukamilika. Skimu hiyo imetangazwa tena ili kumpata mkandarasi ambaye atakamilisha ujenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilika kwa miradi hii kutanufaisha wakazi zaidi ya 13,000 wa vijiji vya Kitinku, Mbwasa, Mwiboo, Chikuyu, Chilejeo na Mtiwe vilivyopo halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Dr. Chaya. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nayo maswali mawili ya nyongeza. Katika kata ya Sanza iliyoko halmashauri ya wilaya ya Manyoni kuna mto mkubwa ambao unamwaga maji kwenye vijiji 4 na ni potential kwa kilimo cha umwagiliaji. Je, nini mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba wanaanzisha skimu ya umwagiliaji katika kata ya Sanza? Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, katika kata ya Makulu iliyoko halmashauri ya wilaya ya Manyoni kuna skimu ya umwagiliaji ya Msemembo ambayo imeharibika ndani ya miaka 3. Sasa nini mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba tunawanusuru wakulima hao? Asante sana. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Cha kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Mbunge Pius Chaya kwa kufanya kazi nzuri kwa wananchi wa jimbo la Manyoni Mashariki. Na jambo moja ambalo nimthibitishie tu kwamba katika hii mkakati wa kuanzisha skimu ya umwagiliaji katika kata ya Sanza tuko katika hatua ya upembuzi yakinifu. Kwa hiyo tunaendelea kufanya, baada ya hapo maana tutatangaza mkandarasi ili sasa aweze kupatikana na kutekeleza mradi huo. Na kuhusu marekebisho kwenye mradi wa Masemembo, hayo yapo katika mpango wetu na katika kila mwaka wa fedha tunatenga fedha kwa ajili ya ukarabati. Kwa hiyo na jambo hilo vile vile tutalitekeleza. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Maganga. Asante Naibu Spika. Kata ya Isebia na kata ya Bugerenga wilayani Bukombe, miradi hii miwili haijapatiwa pesa. Serikali lini itatoa pesa ili miradi hii iweze kutengenezwa na wananchi waweze kupata manufaa? Pesa za nini? Hebu rudia tena swali lako. Yaani sikia, asante Naibu Spika. Nauliza Naibu Waziri wa Kilimo, kata ya Isebia inao mradi wa skimu na kata ya Bugerenga, lakini miradi hii haifanyi kazi. Lini serikali itatoa pesa ili miradi hii ianze kufanya kazi? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kweli anachokisema Mheshimiwa mbunge kwamba katika miradi miwili aliyoitaja ikiwemo ya Isebia na Mkelenga ambayo bado hatujapeleka fedha, na tayari Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tumeomba fedha Wizara ya Fedha ambayo wametuahidi kutukamilishia kati ya mwezi huu wa 4 na mwezi wa 5. Kwa hiyo fedha hizo zitakapofika maana yake tutapeleka ile miradi iendelee na iendelee kutekelezwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mama Kikwete, jiandae Mheshimiwa Butondo. Mheshimiwa Mama Kikwete. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kilimo cha umwagiliaji ni muhimu sana katika ustawi wa chakula katika taifa letu la Tanzania. Je, kutokana na skimu za umwagiliaji ambazo zinaleta tija, sisi tuna bonde la Kinyope. Je, ni lini fedha zitapelekwa ili tuweze kuanza hiyo kazi, kwa sababu jimbo hili, bonde hili lina watu wengi zaidi ya 25,000. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimthibitishie tu Mheshimiwa Mama Salma Kikwete, mbunge wa jimbo la Mchinga, kwamba moja ya kazi kubwa ambayo Wizara ya Kilimo tunaifanya sasa ni kufanya usanifu wa kina katika mabonde yote ikiwemo bonde la Kinyope, na baada ya kukamilika kwa bonde hili maana yake tutatafuta fedha ili ziweze kupelekwa pale na ujenzi uanze kwa ajili ya kusaidia wananchi wa jimbo la Mchinga. Asante. Mheshimiwa Butondo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Wizara ya Kilimo kupitia eneo la umwagiliaji wamefanya upembuzi wa kina
kuhusiana na ujenzi wa bwawa kubwa la Lunguya katika kata ya Talaga, na tulitarajia kwamba zoezi la ujenzi lingeanza kabla ya mwaka wa fedha haujaisha. Je, serikali inasema nini kuhusiana na utekelezaji wa mradi huo kwa ajili ya kilimo cha mpunga? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kwamba katika bonde la Nduguya lililopo katika jimbo la Kishapu, ni kweli sisi wizara tunalifahamu na tunafanyia kazi. Jukumu kubwa ambalo tulionao sasa hivi ni zile fedha ambazo tumeomba Wizara ya Fedha. Tukishapata zile fedha, maana yake tutapeleka katika maeneo yote ambayo yamepangwa kutekelezwa katika mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo na bonde lako lipo katika mpango huo. Asante sana. Mheshimiwa, tuendelea muda wetu, tunakwenda Wizara ya Maji. Mheshimiwa Hassan Kungu. Je, ni lini serikali itajenga mradi wa maji kata ya Matemanga katika vijiji vya